Haleluya. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaisikiliza ujumbe huu. Mara tu baada ya kufungua YouTube yako, unaweza ukaungana na mimi kubonyeza hiyo kengele ili uwe mmoja wa wanafamilia kila inapokuja tangazo ama masomo mbalimbali, unakuwa wa kwanza kusikiliza. Ujumbe wetu wa leo unasema omba sasa. Omba sasa. Napatikana katika kitabu cha Luka 11 mstari wa kwanza. Biblia inasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe na sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Tunaanza kuona kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa na tamanio la kujua nini maana ya kuomba. Walikuwa wanatamani sana walipokuwa wanamuona Yesu akiomba, na wenyewe walikuwa wanatamani sana katika maisha yao kuokoka. Hivyo basi, mara tu baada ya mtu kuokoka, anakuwa na shauku na hamu ya kujua kuomba. Kusema Biblia inasema unapookoka tu, Yohana 1:12, wote waliopokea Yesu walifanyika kuwa wana wa Mungu. Unapokuwa tu mwana wa Mungu, unapozaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu, unakuwa na shauku ya kutamani kujua kuomba. Hiyo shauku ndio itakayokupelekea wewe kujua kuomba. Watu wengi kwa nini hawawezi kuomba? Kwa sababu hawana shauku ndani yao ya kuomba, ya kutaka kujua kitu chochote. Ukitaka kujua, ukitaka kufuatilia kitu chochote, unaweza ukajua. Lakini Yesu ndio kiongozi wetu mkuu wa wokovu. Aliupata wokovu huu, tuliupata kwa mateso mengi sana. Kwa hiyo basi unahitaji sana kujifunza kuomba. Yesu Kristo mwenyewe alikuwa ni mwombaji mkubwa sana. Ukiona katika Biblia utaona alfajiri na mapema sana alikuwa akienda mahali pasipokuwa na watu na akawa katika maombi. Unaweza ukaona katika kitabu cha Marko 1:35. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Marko 1:35. Tunaanza kuona kwamba Yesu Kristo mwenyewe alikuwa akitoka mahala fulani anaenda kuomba. Huyu ni mwana wa Mungu, alikuwa na tabia hizo. Hivyo basi na sisi watu ambao tuliookoka tunahitaji tuige hiyo tabia, tuwe na nia hiyo hiyo ya Kristo ya kuomba. Lakini ukisoma katika Marko 6, kitabu cha Marko 6:36, Biblia inasema 36, hata alipokwisha kuagana nao akaenda zake mlimani kuomba. Unaona, akaenda mlimani kuomba. 37 inasema 47, na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari na yeye yule peke yake katika nchi kavu. Unaanza kuona kwamba Yesu mwenyewe alikuwa na tabia. Wakati mwingine pia alifanya maombi usiku kucha. Yesu Kristo alifanya maombi usiku kucha. Yesu alifanya maombi. Jitahidi sana na wewe kufanya maombi usiku kucha. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 6 na mstari ule wa 12, Biblia inasema ikawa siku zile akaondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Kuna vitu vingi haviendi kwa sababu tu sisi hatuombi. Unaona, Yesu alienda usiku kucha kuomba. Utakuja kugundua kabisa Yesu Kristo alipokuwa akiomba, maombi yake yalikuwa yakimaanisha mno, na alichukua muda mrefu sana kuomba mpaka akalia sana. Unaona, tunaomba Yesu, maombi yake alikuwa akilia sana. Kuna wakati Yesu analia kwa ajili ya maombi. Ukisoma katika Waebrania 5 mstari 17, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maana na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. So unaona, mtu yoyote ambaye anapokuwa mcha Mungu, Mungu anamsikiliza. Yesu akaomba, akalia machozi,
Kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, Mungu alimsikiliza. Anza kuomba sasa, wewe mcha Mungu. Ombea taifa lako, ombea watoto wako, ombea biashara. Una vitu vingi vya kuomba. Akukubali kutingwa sana na shughuli na kukosa muda wa kuomba. Yesu Kristo alikataa kabisa kutingwa. Wako watu wengi wanatingwa na kazi, wanatingwa na shughuli za kidunia, kwa sababu ndio hivyo hawana muda mwingi wa kuomba. Wakati mwingine katika kilele cha shughuli zake alikuwa akijiepusha na kwenda mahala kuomba. Jitahidi sana mtu wa Mungu, ujifunze kuomba. Pasipokuwa na watu wengi, pasipokuwa na watu wengi, unaenda mahala unajificha, unaomba. Unaomba nini? Kwa sababu unamtaka Mungu afanikishe mambo yako. Unapokuwa na maono makubwa, lazima ujifunze kwenye neno la msingi uwe nalo, na neno la kuomba. Utaona katika Luka sura ya 5 na mstari ule wa 15, lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika mkutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Mstari wa 16, lakini yeye alipokuwa akijiepusha akaenda mahala pasipokuwa na watu akaomba. Unaona, pamoja na watu wengi kutingwa na shughuli. Inawezekana unaweza ukasema kwamba una shughuli nyingi hauwezi kuomba, lakini Yesu alikuwa na makutano mengi, anajiepusha katikati yao, anaomba. Na Yesu ndio kielelezo kikubwa. Wakati mwingine aliomba mpaka hali yake, jasho lake, anaomba hali yake ya jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka. Unaona, inafika kipindi Yesu anaomba mpaka hali ya matone ya damu yanatoka. Ndio maana hata leo hatujafikia level ya kumuomba Mungu mpaka tutoe tone la damu, lakini Yesu Kristo kama kiongozi wetu wa imani aliomba vitu kama hivyo. Utaona katika Luka 22:44, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yaliyodondoka chini. Unaona, yani Yesu anaomba mpaka matone yake ya damu. Mara nyingine aliwaambia wanafunzi wake waombe ili wasiingie majaribuni, alafu yeye naye akajitenga mahala kidogo nao na kuendelea kuomba. Wanafunzi wake walipojaribu kuomba waliishiwa na maneno, na hata ikawa kwao vigumu kuomba hata lisali moja. So unaona, wanafunzi wa Yesu walishindwa hata kuomba lisali moja. Ukisoma katika Luka 22 mstari wa 39, akatoka akaenda mpaka mlima Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafatana naye. 40 alipofika mahali pale, aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribuni. Kumbe tunaanza kuelewa kwamba kumbe tunapoomba lengo mojawapo kabisa kubwa ni kwamba tusije tukaingia majaribuni. Watu wengi wameingia kwenye majaribu leo kwa sababu tu hawakuomba. Mama, una changamoto nyingi kwenye maisha yako. Una changamoto za kazi, kukosa kazi. Mwanafunzi, kukosa kazi, umemaliza kazi baadaye ukafukuzwa katika kazi kwa sababu tu hauna maombi ya kutosha. Lakini utaona katika Mathayo 26 mstari wa 40, 26 Mathayo mstari wa 40, Biblia inasema akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho ilazi lakini mwili udhaifu. Unaona, ndipo wanafunzi wake wakaona ni vema waombe Yesu awafundishe jinsi ya kuomba, kwa sababu walikuwa hawawezi kuomba hata risali moja. Ni makusudi basi ya nasi tujifunze kuomba na tuwe na shauku ya kumuomba Mungu. Tunapokuwa hapa duniani, hata kama umetingwa na kazi, hata kama umetingwa na biashara, jifunze sana kuomba. Yesu Kristo kama mwanzilishi wa imani yetu alikuwa na mambo mengi, alikuwa na kazi nyingi, lakini alipata nafasi ya kuomba. Hauna sababu yoyote ile kabisa ya kushindwa kuomba. Hauna sababu yoyote unaweza ukasema kwamba mimi sina muda wa kuomba. Unapoamka asubuhi omba,
mchana omba, usiku omba. Nataka nikuhakikishie kabisa, utakapokuwa mtu muombaji, kuna mambo mengine yanaweza yakatoka bila we mwenyewe kujua. Umaskini unaweza ukatoka, antakti za mapepo, mashetani yanaweza kutoka, na Mungu ataongeza maisha yako marefu kwa sababu wewe umekuwa ni mtu wa kuomba. Viko vitu vingi ambavyo vinasababisha mtu asiombe. Kwa mfano, kukaa na vitu moyoni, hivyo navyo huwa vinaondoa mtu asiombe. Lakini usijali, endelea tu kuomba. Kuomba iwe tabia yako, na kuomba kusiwe msisimko. Nami kama mtumishi wa Mungu niko hapa nikutamkia baraka. Mungu akutie nguvu kwenye ile hali, uendelee kuomba. Kila siku itwapo leo, majira yamebadilika, nyakati zimebadilika. Huu ni wakati wa kumuita Mungu katika maisha yetu. Funika macho niombe kwa jina la Yesu Kristo mfalme hai. Mungu, ninaita nguvu zako sahihi na wakati huu mtumishi wa Mungu aliyesikiliza somo hili, naomba Mungu ukabadilishe maisha yake yakawe ni maisha ya maombi katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Mungu, muepushe na kila shughuli zote zinazomsonga, mpe nafasi ya kuomba. Mungu, naomba alam katika ulimwengu wa roho ipige kelele kwa damu ya Yesu Kristo. Alam katika jina la Yesu Kristo. Ninaita alam katika jina la Yesu Kristo. Itokee alamu ya kuomba usiku, itokee alamu ya kuomba asubuhi, itokee alamu ya kuomba mchana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kizuizi ambacho kinasababisha mtu huyu asiombe, ninakiondoa hicho kizuizi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana kwa kutazama video hii. Unaweza kulike, unaweza kushare. Kwa maombi zaidi unaweza kutumia namba hii 0765915604 na Mungu atakubariki sana.